kipindi ninasoma nikiwa elimu ya shule msingi mpaka sekondari, nilikuwa na ndoto ya kuwa engineer. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu ya kwanza, lakini katika kila ndoto ina safari yake ndani yake. Kuna safari ambayo unaweza kufika unapohitaji, lakini kuna mabadiliko yanaweza kutokea katikati ya hiyo safari. Kwa hiyo nilifika mahali sikufanya vizuri katika masomo yangu ya science, nikaingia katika masomo ya sanaa. Hapo ndipo ndoto yangu ilibadilika na kuwa nikawa napenda mambo ya fashion, kwenye mambo hususan ya mavazi. Na nilipomaliza kidato cha 6 nikafika chuo nikachukua mambo ya lugha, lakini bado nikiwa naishi ndoto yangu, kwa sababu yale nilikuwa nasomea hayakuwa mbali sana na ndoto yangu. Ningewashauri kwamba kwanza waishi vile ambavyo ndoto zao zinahitaji au malengo yao cha kwanza, lakini wanapofika chuo wasijikite sana katika swala la kwamba wakimaliza chuo wataajiriwa. Wanapokuwa chuo ni safari ya miaka kadhaa. Kuna fursa nyingi ndani yake, wajifunze vitu mbalimbali ambavyo vitawasaidia hata kama wameajiriwa, watakuwa na uwezo wa kufanya vitu vingine zaidi vya kuongezea kipato na uchumi wao. Mimi ningependa kuwashauri wafike mimi nilipofika. Natamani wengi wafike mimi nilipofika, lakini pia wasikate tamaa. Yaani sio kumaliza elimu ya kidato cha 6 sekondari ndio kama mwisho wako. Kuwa na shauku ya kuzidi kuendelea, kuzidi kutafiti, uone jinsi mambo yalivyo duniani na kujifunza vitu vingi. Tofauti na maisha ya darasani, mimi kama mwanachuo napitia pia maisha mengine ya nje. Maisha ya kawaida kabisa ambapo kuna mtu anaweza kufanya biashara na nini, lakini bado kuendelea na masomo kujitafutia. Kwa jina naitwa Deborah Msigwa, nafuatilia FMW TV. Wewe kama msikilizaji, kama mtazamaji, usisahau kusubscribe, like na kucomment.